tulichagua kwa viongozi ambao kwamba tuliwachagua, alikuja na title deeds ambao kwamba hii ilikuwa ni afueni kubwa kwa jamii ya watu wanaotoka katika ukanda wa Pwani. Katika sherehe kama hiyo ama ugawaji wa title deeds, wakati huo alizungumza Mheshimiwa Hassan Omar Hassan ambaye kwamba ni Secretary General wa chama tawala cha UDA, na mazungumzo yake alipongeza huu mchakato wa rais wa kugawa title deeds, na akasema kuwa miaka iliyopita kuna wale ambao kwamba walidhulumu watu wa ukanda wa Pwani, walidhulumu mababu zetu katika jambo la ardhi, na dhulma kama hii si geni, ni jambo ambalo kwamba kila mmoja anajua wala hahitaji mwenye macho kuambiwa tizama. Ni kweli kuna viongozi ambao kwamba walitangulia katika serikali hii walidhulumu watu jambo la ardhi, ambalo kwamba tunakuomba rais wetu shikilia hapo hapo, tuweze kurejeshewa ardhi ya watu ambao kwamba walikuwa ni wenye kudhulumiwa. Kwa mazungumzo kama haya imeonekana kutoka watu katika jamii fulani ambao kwamba wanaona ni kana kwamba walikusudiwa wao katika mazungumzo kama hii. Mazungumzo kama haya hayakukusudia jamii, ilikusudia baadhi ya watu waliokuwa katika uongozi na walitumia uongozi wao vibaya kwa kudhulumu haki za watu, kudhulumu ardhi za watu. Haya ndio mazungumzo ambayo kwamba aliyazungumza, na sisi kama viongozi wa kidini tunamuunga Secretary General Mheshimiwa Hassan Omar Hassan kwa mazungumzo kama haya, na wala haikuwa haja ama hakuna haja awe ni mwenye ku-apologize kwa sababu hatuoni wapi amekosea katika mazungumzo yake. Ni jambo ambalo kwamba anainua sauti yake, awe ni mwenye kusikika, na rais awe ni mwenye kutetea watu wa Pwani. Ikiwa ni jambo la ukabila, hakuna mkabila kama Gachagua. Hawa viongozi ambao kwamba wamejitokeza, wangejitokeza kwa huyu kiongozi kwa mazungumzo ambao kwamba anazungumza kiukabila. Juzi amesikilikana akisema katika mazungumzo yake, yeyote ambaye kwamba ataenda kinyume na upinzani ama na vuguvugu lao kwa jamii ya Wakikuyu, watamhesabu huyo mtu kuwa ni msaliti. Hii ni lugha nzito. Hayo maneno yamepelekea dada mmoja kwa jina la Recho ambaye kwamba ana haki ya kidemokrasia kuchagua chama anachotaka, kuchagua kiongozi anayetaka, akamwagiwa asidi, ikawa ni sababu ya dada kama huyu kuaga dunia. Haya maneno ya kusema kuwa ambaye kwamba atakwenda kinyume na tunavyotaka sisi ni usaliti. Haya maneno tunainua sauti yetu, serikali imuite mara moja Bwana Gachagua na awe ni mwenye kuhojiwa kwa hii lugha ambayo kwamba alitumia. Sisi kama viongozi tutazidi kutangaza amani, tutazidi kuhubiri amani, tutazidi kutetea amani, na hatuko tayari kuona hii nchi ikielekea mkondo ambao kwamba sio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Ali Hassan Tito, mimi ni mkereketwa wa kisiasa katika mji wetu wa Mombasa. Kwa hakika kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kutukutanisha hapa kuweza kuangazia mambo ambayo yamejiri katika nchi yetu. Kwanza kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu, kisha pia vile vile tunamshukuru rais wetu Daktari William Ruto kwa kuja kwetu Mombasa kwako, na vile vile kutuletea maendeleo katika mkoa wetu wa Pwani. Tunakushukuru na tunakupongeza. Jambo la pili ambalo leo limetukutanisha hapa ni kuwa sisi kama wakazi wa Mombasa tunamuunga mkono katibu mkuu wa chama tawala UDA Bwana Hassan Omar Sarai kama katibu mkuu wa chama chetu tawala, na tunasema anafanya kazi mzuri ya chama na watu wote wanaona, kwa sababu ile kazi anayofanyia chama na imedhihirika hata katika hizi by election ambazo zimejitokeza karibuni. Yeye amekwenda all out na kuhakikisha hivyo viti vimerudi kwa UDA, na tunamwombea Mungu azidi kumpatia uwezo wa kuweza kutumikia chama chetu tawala. Ujumbe wangu ni kwa rais wetu mpendwa, Rais Ruto. Mheshimiwa Rais, sisi kama wakazi wa Mombasa na wa Pwani kwa jumla tunakwambia tuko na imani na wewe na tutasimama na wewe
na sisi tunasema ni 2 term. Ruto tena. Vile vile tungependa kukwambia utahadhari na wale ambao wanajifunika kwa ngozi ya kondoo, kumbe wao ni chui. Tunawaambia wabunge wa UDA ambao wanatoka katika eneo la mlima watangaze msimamo, waache hizo porojo za kusema Secretary General wa UDA ajiuzulu. Kama wao ni wa kweli, watangaze msimamo kwanza, kwa sababu katika hii nchi tumeona mara kadha wa kadha aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua ni mchochezi, ni mkabila namba 1 katika nchi ya Kenya. Wao kama wabunge wa UDA, mbona hatujawasikia wakimkemea Rigathi Gachagua kwa matamshi na vitisho wanavyotolea katika nchi yetu ya Kenya? Lakini wao ndio wamekuwa mstari wa mbele kusema Secretary General Bwana Sarai ajiuzulu. Sisi tunakwambia Bwana Sarai hakuna kujiuzulu. Wewe baki hapo kwa ofisi, utumikie chama chetu tawala mpaka tutakapokuchukua hatamu ya uongozi wa muhula wa pili. Tunasema Ruto tena. Mimi kwa jina ni Ahmed Karama, former councillor. Pia nachukua nafasi hii kwanza kabisa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwanzo kabla kila kitu. Mwenyezi Mungu tunamshukuru kwa kutupatia afya na nini na uwezo kuja kuhudhuria kwenye nini kikao hichi. Jambo la pili, pia tunamshukuru sana rais wetu Bwana Ruto kwa kuhudhuria hapa Mombasa na Pwani kwa jumla kufanyia maendeleo, na tunamhakikishia tena ikiwezekana hii ni 2 term, lakini akiingia tunaongeza tena 3 term. Hiyo tunakakisha watu wa Pwani, hiyo tutakuhakikishia. Jambo lingine ni kuhusu haya mambo ambayo imezungumza na kina Hassan Sarai. Hassan Sarai amezungumza ukweli. Sisi sote tunamunga mkono kijana wetu, na yeye lazima ikumbuke hii tokee serikali ya kwanza iliposhika. Ukifanya wewe ukiwafurahisha serikali ya kwanza, ulikuwa unapaa zawadi na mbele nenda Pwani ukachukua kiwanja huko, ukachukua plot. Ndio utakuta mpaka sasa hivi watu ambao wamechukua maploti nyingi hapo Pwani ni watu huko mlima Kenya. Hiyo ni wazi kabisa. Watakao wakasirike wale vijembe, ndio ukweli huo. Unaona, sisi tuko mbele ya Hassan Sarai na tuko mbele ya rais wetu, tutamunga mkono mpaka dakika la mwisho. Sawa bwana. Alafu jambo lingine ni kwamba nataka kutoa ushauri ama kusema advice kwa wale mikoa yote nini county zote za Pwani. Ataje Tana River, Kwale, Kilifi, Taveta na Mombasa. County zote wao ni kitu kimoja. Wao ni kitu kimoja. Mtu yote akigusa Tana River, sisi hapa tunasimama na yeye. Mtu yote akigusa Kilifi, sisi na yeye. Akigusa Kwale, sisi tunasimama na yeye. Lazima tusahau mambo ya vyama. Mpwani ni mpwani. Hii mambo ya siasa ambayo chama hichi ni wakati wa siasa. Wakati wa kura umekuja, lakini sote tu kitu kimoja. Mtu mwenzetu akigusa lazima tunasimama na yeye. Hiyo ieleweke kabisa. Najua sasa hivi wale walioguswa kutoka Mount Kenya kule watatoa pesa. Wataungana watu wa Pwani hapa ambao wananyoa dhaifu. Wapewe pesa, nenda ukamkachifu nani Hassan Sarai. Hiyo tunajua itatokezea. Maana wao pesa wanazo. Wako tayari kufanya, lakini sisi msimamo wetu ni ule. Hassan Sarai tunasimama naye na rais wetu nani Ruto tuko na yeye mpaka tumalize. Asanteni sana. Ruto 2 term. Ruto 2 term. Ruto 2 term.